Kauli mbiu ya mwaka huu, miaka 61 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Vijana sisi ndio wenye dhamana ya kuulinda muungano wetu. Vijana sisi ndio wenye dhamana ya kuheshimu muungano wetu. Vijana ndio tunatakiwa tuelewe muungano wetu ni tunu. Viongozi na wazee wetu waliungana kwa amani kutufanya sisi tuwe wamoja. Hivyo sasa hivi tukisoma kauli mbiu hii ninatugusa vijana. Tarehe 26 Aprili 1964 wakati tukiungana kulikuwa na sababu nyingi. Sisi ni ndugu, sisi ni majirani na tunaingiliana kwa vitu vingi sana. Sasa viongozi wetu wakasema kwa nini tusiungane na tukawa nchi moja ili kujilinda, ili kufanya maendeleo kwa pamoja. Ndio tukawa tumeita jina Tanzania. Na kwa sasa hivi mtaona kabisa kuna chokochoko nyingi sana za kisiasa ambazo wanaleta ili kuweza kubomoa muungano wetu. Ni kina nani wanaweza kulinda muungano huu? Ni sisi vijana. Kama wazee wetu walivyopambana na kutuunganisha, na sasa tunaona matunda mazuri ya muungano, nasi leo tuwe mabalozi wazuri sana wa kuweza kuwaelezea vijana wenzetu, na Mungu akitujalia kizazi chetu kiweze kuthamini na kulinda na kuipa tunu huu muungano wa nchi hizi mbili. Sasa hiyo haja kama ambavyo imeamriwa huko nyuma kwamba angalau kila mwaka angalau mara moja basi kuwe na occasion kama hizi za kuweza kuelezea muungano kwa uhalisia wake na kwa kushiriki shughuli mbalimbali kama ambavyo imeelekezwa, ikiwemo kuzindua miradi ya maendeleo, kutembelea miradi na kufanya shughuli nyingine za kijamii kama usafi au na kuwatembelea wagonjwa na wanafunzi. Sisi na vijana wetu hawa nafikiri walio wengi wamefika katika umri wa kuweza kushiriki chaguzi mbalimbali, na hivyo uwepo wao hapa leo na kauli mbiu hii ni kauli mwafaka. Wakati muungano huu unafanyika au wakati Tanganyika na Zanzibar zinaungana, nchi hizi mbili zilikuwa ni nchi changa sana. Tukiangalia Tanganyika ilikuwa ina takribani mwaka mmoja tu na miezi michache tangu ipate uhuru wake, lakini pia Zanzibar ilikuwa ina miezi michache tu tangu ipate uhuru wake. Lengo ni nini? Nataka niwapitishe ninyi wanamdahalo wenzangu kwamba mjue kwamba pamoja na uchanga wa nchi hizi mbili, lakini viongozi wetu walifikiri na wakaona ni vema wakaungana, basi wakawa kitu kimoja na kufanya maendeleo kama ilivyo heri kuwa wawili kuliko mmoja. Na tuendelee kuulinda kwa maana ni kitu cha thamani walichotuachia waasisi wetu wa mataifa haya mawili, na leo hii tunaishi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati tunapata uhuru mwaka 1964, wazee wetu na waasisi wetu hawa walikuwa na mambo 11. Walikuwa na mambo 11 ya muungano. Na kwa kipindi hicho mwaka 64, mambo hayo ambayo yalikuwa ya muungano, la kwanza kabisa lilikuwa ni katiba ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hilo ndio lilikuwa jambo la kwanza kabisa kwenye yale mambo 11 yaliyokuwepo wakati muungano unafanyika mwaka 64. Jambo la kwanza lilikuwa ni katiba ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili katika yale mambo 11 ya muungano ilikuwa ni mambo ya nje. Mambo ya nje. Jambo la tatu ilikuwa ni ulinzi.
Haya mambo 11 waasisi wetu waliweka washirikiane. Tunapofanya maadhimisho haya ya muungano wa Tanzania, tunaenda kuyakumbuka yale ambayo waliyafanya viongozi wetu waliotangulia, hususani wale waasisi wa uhuru wa Tanzania. Kwa hiyo tunaenda kuyaenzi yote ambayo walienda kuyafanya, ikiwa ni jambo kubwa kabisa. Walikuwa na lengo la kuleta umoja wa Afrika, lakini wakafanikiwa kuunganisha nchi hizi mbili, ikiwa ni Tanganyika pamoja na Zanzibar, tukapata Tanzania. Kupitia makongamano kama haya tunafanya midahalo mbalimbali, na katika midahalo hii tunaenda kupata elimu zaidi kuhusu muungano, na pale tunapopata hiyo elimu tunatambua umuhimu sasa wa muungano huu, ikiwa ni umoja, lakini pia kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwa kupitia muungano huu, ikiwa ni Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tunaenda kuzijua fursa hizo. Kwa kupitia hayo tunauenzi muungano huu, lakini pia kwa kupitia jukwaa la kongamano hili la muungano tunaenda kuhamasishwa kushiriki uchaguzi mkuu, ambao ni moja ya kitu ambacho kinaendelea kuuenzi muungano huu, kwa sababu tunapopata viongozi, napata viongozi ambao wanatuunganisha baina ya nchi hizi mbili na kupata muungano wa Tanzania. Muungano huu sisi kama vijana tunaweza kuulinda kwa kuendelea kutoa elimu kwa vijana wenzetu ili kujua umuhimu, kwa sababu kupitia umuhimu ndio watu wanaweza kudumisha huu muungano. Nawaambia kwamba kwa wale ambao wanaochukulia kwa namna nyingine huu muungano kwanza una faida si tu kwa Tanzania bali hata kwa Afrika na dunia nzima. Kwa hiyo tudumishe sana huu muungano.